kutaka uokovu kutoka kwao, wanadhuru lahum, na kuweka nadhiri kwa ajili yao, wadhabhu lahum, na kuchinja kwa ajili yao, wa nahwu dhalika, na mfano wa hayo. Leo insha Allah taala tutaendelea na aina ya pili katika aina za shirki, ashirku al-asghar. Anasema mtunzi rahimahullahu taala al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, aina ya pili katika aina za shirki, baada ya kuisoma aina ya kwanza ambayo ni ashirkul akbar, shirki kubwa ambayo mtu akifanya shirki hiyo inakuwa sababu ya kutoka kwenye dini ya Uislamu, na mwenye kufa juu ya shirki hiyo haramu kwake yeye kuingia peponi, kadhalika hatosamehewa akikutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ya aina ya pili ni ashirkul asgharu, shirki ndogo. Ashirkul asghar, shirki ndogo. Kisha akasema mtunzi rahimahullahu ta'ala, fahuwa, nayo, ma thabata, ni ile ambayo imethibiti, binususi, kwa dalili za wazi. Fahuwa, nayo shirki ndogo, ma thabata binususi min alkitabi au sunna, ni ile ambayo imethibiti kwa dalili za wazi, min alkitabi au sunna, kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, alquran, au sunna, au hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iwe imethibiti kwenye Qur'an au imethibiti kwenye maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tasmiyatuhu shirka, kuitwa kwake kuwa ni shirki, jina lake kuwa ni shirki. Yani anamaanisha ije aya kwenye Qur'an inayozungumzia kwamba jambo hili ni shirki, au ije hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inataja jambo fulani ni katika shirki. Sawa sawa. Walakinahu, lakini hiyo shirki al-asghar laysa min jinsi shirki al-akbar, sio kama ilivyo shirki kubwa, sio kama ilivyo jinsia yake kama ilivyo shirki kubwa. Anamaanisha lije jambo kwenye Qur'an Karim kwa maana ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akaitaja kwamba hili jambo ni katika ushirikina, au ije hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo imetaja jambo hili ni katika shirki, lakini si kama jinsia ya shirki kubwa, kwa maana mtu akifanya ikawa ni mwenye kumtoa katika Uislamu. Yenyewe haimtoi katika Uislamu, bali ni njia ya kuelekea kwenye shirki kubwa. Shirki ndogo ni njia ya kuelekea kwenye shirki kubwa. Tutakuja kuona mifano kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia shirki ndogo
la yaqtadhi alkhuluda fi an-nar. Baadhi ulama wanasema hivi, hailazimishi kuikaa mtu milele motoni. Wala yakhruju min al-milla, na wala haimtoi mtu katika Uislamu. Na yule mwenye kufanya shirki ndogo, ikiwa ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akaingizwa motoni, basi anaweza akatoka. Baadhi ya ulama wanaona hivyo, na wapo baadhi ya wanaozuoni wanasema kwa umumu ya haya iliyokuja kwenye suratul